Viongozi wa upinzani nchini wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua hawajaonekana kwenye maandamano ya leo ya kulalamikia gharama ya juu ya maisha licha ya Wakenya wengi kutarajia wangekuwa. Gachagua pamoja na viongozi wenza walikuwa wamewahimiza Wakenya hasa kizazi cha Gen Z kujitokeza kwa wingi katika maandamano haya ili kuiwajibisha serikali ya kitaifa, wakidai imeshindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo hasa katika kukabiliana na gharama ya juu ya maisha. Gen Z, watoto wangu, namuomba kwa heshima, nikiwa kiongozi wenu wa jamii, mtu okoe. Gen Z, mtu okoe. Gen Z, mtu okoe. Mtu saidie kufukuza Kasongo. Tutaenda maandamano kutoa William Ruto, hata wewe Oburu Odinga ni lazima uende. Katika maandamano ya leo, idadi ndogo ya waandamanaji imejitokeza katikati mwa mji wa Nairobi kupinga kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Kulingana na hali vile iko leo, watu walikuwa wanatarajia maandamano, lakini naona kumetulia. Sasa acha tungoje tujue. Kama wa Kenya, sisi tunasema tu hivi, as simple as that. Teremusha mafuta. Kila kitu itateremuka. They don't pay for fuels. Hao wanaendanga wanaekewa full tank, sawa? Sisi hapa tunahangaika, tunajaza mafuta. Baadhi ya waandamanaji wamejikuta mikononi mwa polisi, huku kamanda wa polisi kaunti ya Nairobi Isa Mohamud akisema takribani watu 11 wamekamatwa na watafikishwa mahakamani. So far we have arrested 11. I will take them tomorrow. To charge hawa. Hakuna story nyingine. Kwanza nasema biashara ziendelee na wamefunga maduka. Wachana watu wachache ambao wanasaidia wengine, ambao wanaandamana. Wachana, but you can see 98% of the business are on. Haya yamejiri maduka mengi mjini Nairobi yakisalia kufungwa kufuatia maandamano haya. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.